Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadhi Rashidi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hajafurahishwa na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin kufuatia shambulio kubwa zaidi la anga dhidi ya Ukraine. Katika hali ambayo ni nadra sana kutokea, Trump alisema ni kitu gani kilichomtokea, anaua watu wengi sana, baadaye alimuita Putin mwenda wazimu. Awali rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema ukimya wa Marekani juu ya mashambulizi ya hivi karibuni ya Urusi ndio unampa kiburi bwana Putin, akitoa shinikizo ikiwa ni pamoja na vikwazo vikali dhidi ya Moscow. Takriban watu 12 wameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa nchini Ukraine usiku wa kuamkia Jumapili baada ya Urusi kufanya shambulizi la ndege zisizo na rubani na makombora 367, idadi kubwa zaidi katika usiku mmoja tangu Putin alipoanzisha operesheni maalum nchini humo mwaka 2022. Akizungumza na waandishi wa habari mjini New Jersey siku ya Jumapili, Trump alisema, "Nimemfahamu Putin kwa muda mrefu, nilishirikiana naye kila wakati, lakini anatuma makombora mijini na kuua watu. Sifurahii hata kidogo." Alipoulizwa iwapo anafikiria kuongeza vikwazo vya Marekani dhidi ya Urusi, Trump alijibu, "Kabisa, rais wa Marekani ametishia mara kwa mara kufanya hivyo kabla, lakini bado hajaweka vikwazo vyovyote dhidi ya Moscow." Muda mfupi baadaye, Trump aliandika katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social kwamba Putin amekuwa mwenda wazimu kabisa. "Nimekuwa nikisema kwamba anataka Ukraine yote, sio kipande tu, na labda hiyo inathibitisha kuwa kweli, lakini ikiwa atafanya hivyo itasababisha kuanguka kwa Urusi." Lakini Trump hakumsaza hata Zelensky. Alimtolea maneno makali na kusema kuwa haifanyi nchi yake vizuri kwa jinsi anavyozungumza. "Kila kitu kutoka kinywani mwake kinasababisha matatizo. Sifurahii na itakuwa bora ikiwa ataacha," Trump aliandika kuhusu Zelensky. Na jeshi la Uganda UPDF limetangaza kusitisha kwa muda ushirikiano wa kijeshi na wa kiulinzi na Ujerumani kutokana na mwenendo usioridhisha wa balozi wa Ujerumani nchini Uganda. Msemaji wa jeshi la Uganda Chris Magenzi amesema katika taarifa ya Jumapili kuwa hatua hiyo imechukuliwa kufuatia taarifa za kiusalama zenye uthibitisho kwamba balozi Mathias Soch anahusishwa na shughuli za kuhujumu utawala wa Uganda. Magenzi amesema uamuzi wa kusimamisha ushirikiano huu utaendelea hadi pale suala la ushirikiano wa balozi huyo na vikundi vya kisiasa kijeshi vinavyoendesha harakati za uhasama dhidi ya serikali ya Uganda itakapopatiwa suluhisho kamili. Kupitia chapisho kwenye ukurasa wa X, mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba amesema kuwa changamoto iko kwa balozi Chu kama mfuasi binafsi na si kwa taifa la Ujerumani. Kainerugaba amesema tatizo ni yeye binafsi, hana sifa zinazostahili kuwa mwakilishi hapa Uganda. Hii haina uhusiano wowote na watu wa Ujerumani ambao ni taifa kubwa na la heshima. Jenerali Muhoozi ambaye pia ni mtoto wa Rais Museveni anafahamika kwa mitazamo yake ya wazi kupitia mitandao ya kijamii, ambapo mara kadhaa amebainisha wasiwasi kuhusu kuingiliwa kwa masuala ndani ya Uganda na mataifa magharibi. Mapema mwezi huu alikosoa vikali Umoja wa Ulaya kwa kile alichokiita ni kucheza na moto baada ya mabalozi wa EU kukutana na viongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Uganda, akiwemo kiongozi wake Bobi Wine. Wanasiasa hao kadhaa wa upinzani pamoja na wafuasi wao wamekamatwa kwa kuhusika na vitendo vya kuhujumu usalama wa taifa. Mwanasiasa mkongwe wa upinzani Dr. Kizza Besigye kwa sasa anakabiliwa na mashtaka uhaini mahakamani. Vyombo vya usalama nchini Uganda vimeonya dhidi ya juhudi zozote za kusababisha machafuko, hasa katika kipindi hiki cha maandalizi ya kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mapema mwaka ujao. Na wakati hayo wakijiri, takriban wa Palestina 24 wameuawa katika mashambulizi mawili tofauti ya anga ya Israel usiku kucha, ikiwa ni pamoja na shambulizi dhidi ya shule ambayo ni makazi kwa familia zilizohamishwa katikati mwa Gaza, kulingana na madaktari na maafisa wa ulinzi wa raia. Shambulio hilo lililenga shule ya Fahm al-Jagri katika jiji la Gaza, ambayo imekuwa ikihifadhi mamia ya watu waliokimbia makazi yao kaskazini mwa Beit Lahia, ambao kwa sasa unashuhudia mashambulizi makali kutoka kwa jeshi la Israel IDF. Msemaji wa shirika la ulinzi wa raia wa Gaza linaloendeshwa na Hamas alisema miili 20 ikiwa ni pamoja na watoto iliokolewa shuleni humo, wengi wao wakiwa wameungua vibaya baada ya moto kuteketeza vyumba viwili vya madarasa. Wanajeshi wa Israel wametafutwa ili kutoa maoni yao. "Moto ulikuwa kila mahali, niliona miili iliyoungua ikiwa imelala chini," alisema Rami Rafki, mkazi anaishi mkabala na shule hiyo. "Mwanangu alizimia alipoona tukio hilo la kutisha." Kanda za video zilizosambazwa mtandaoni zilionyesha moto mkubwa ukiteketeza sehemu za shule hiyo, zikiwa na picha za waathirika walioungua vibaya, wakiwemo watoto na walionusurika wakiuguza majeraha mabaya. Ripoti za ndani zimesema miongoni mwa waliofariki ni Muhammad Al-Kask, mkuu wa uchunguzi wa polisi wa Hamas kaskazini mwa Gaza, pamoja na mke wake na watoto.
Na wakati hayo akijiri, katibu mkuu wa harakati ya mukawama ya Kiislamu ya Lebanoni ya Hizbullah, Sheikh Naim Qasim, amesema kuwa rais wa Marekani Donald Trump anapaswa kujikomboa kutoka katika mikono ya Israel ikiwa anataka kufikia malengo yake. Sheikh Qasim ameyasema hayo wakati wa hotuba yake aliyoitoa kwa mnasaba wa siku ya mukawama na ukombozi, ambapo pia ameeleza kuwa Trump anapaswa kuchangamkia fursa hiyo na kujitua mzigo ambao ni wa Israel. Marekani inakiuka mamlaka ya kitaifa kujitawala Lebanoni na haitaweza kuweka masharti uvamizi huo bila kujali gharama kujitolea mhanga na makabiliano, amesema Sheikh Qasim. Sheikh Qasim alianza hotuba yake kwa kusema kuwa mukawama umebadilika kutoka mradi na kuwa nguzo ya kudumu ya Lebanon kufuatia kufukuzwa kwa utawala wa Israel mnamo mwezi Mei mwaka 2000 na Hizbullah. Mukawama ndio chaguo pekee la ukombozi, amesisitiza mwanachuoni huyo mashuhuri wa Lebanoni na kueleza mukawama ulitokana na hitaji la kukabiliana na vitisho na ni msaada wa asili kwa jeshi. Katibu mkuu wa Hizbullah amebainisha kuwa kuibuka kwa mukawama ni jibu la asili kutoka kwa watu wenye iza wasiokubali kudhalilishwa, kukaliwa kimabavu na kujisalimisha kwa adui. Mukawama uliibadilisha Lebanoni kutoka hali ya udhaifu hadi hali ya nguvu na iza na kukomesha matarajio ya Israeli ya kujitanua, alisema Qasim, na kubainisha mukawama umeleta mabadiliko makubwa nchini Palestina, umeweka adui kwenye njia ya kuporomoka na kuandaa mazingira kwa maendeleo yote yaliyofuata. Na gazeti la The Hill limeonya kuwa kudharau udhabiti wa Iran kunaweza kusababisha kushindwa kimkakati na kuwataka watunga sera wa Marekani kutanguliza diplomasia badala ya makabiliano. Wito wa kuchukuliwa hatua za kijeshi dhidi ya Iran umeibuka tena huku kukiwa na mvutano wa kieneo, lakini tajriba ya kihistoria inaonyesha kuwa mkakati kama huo hauwezi kuwa na mafanikio. Katika toleo la hivi majuzi lilopewa jina la Trump hapaswi kurudia kosa la Saddam, usishambulie Iran, gazeti la The Hill linasisitiza kwamba Iran sio nchi inayokaribia kuporomoka kama baadhi ya watu wenye msimamo mkali wanavyodhani. Badala yake ni taifa imara lenye uwezo wa kuungana dhidi ya vitisho vya kigeni. Sehemu ya makala hiyo ikitaka Marekani kuikaribia Iran kwa uelewa wa kweli wa mshikamano na kujitolea kufanya mazungumzo badala ya uchokozi. Makala hiyo inalinganisha kati ya hali ya sasa na vita vya Iraq na Iran vya mwaka 1980 wakati dikteta Saddam Hussein alipoihukumu vibaya Irani baada ya mapinduzi kuwa dhaifu na iliyogawanyika. Kinyume na dhana hiyo, Wairani waliungana katika misingi ya kitaifa na kisiasa kutetea nchi yao na kugeuza kile ambacho Saddam alitarajia kuwa mzozo mfupi kuwa vita vya miaka 8 na vifo vingi. Gazeti la The Hill limeonya kwamba Marekani na hatari ya kurudia kosa la Saddam la mwaka 1980 la kudharau uwezo na uwiano wa ndani wa Iran baada ya mapinduzi ambayo ilisababisha vita vya muda mrefu na vya gharama kubwa badala ya kuanguka kwa utawala wa Imam Ruhollah Khomeini. Na waziri wa mambo ya kigeni wa Irani Saidi Abbas Araghchi amelaani vikali matamshi hivi karibuni ya waziri wa mambo ya kigeni wa Ufaransa Jean-Noël Barrot aliyoyataja kuwa ya chuki dhidi ya Iran. Akizungumza siku ya Jumapili, Araghchi amesema kuwa maafisa wa serikali ya Ufaransa hawana mamlaka yoyote ya kimaadili ya kuihubiria Iran kuhusu masuala ya haki za binadamu. Akikosoa Ufaransa kwa rekodi yake ya ukiukaji wa haki za binadamu, Araghchi amesema kuwa ukiukaji huo umedhoofisha uhalali wa Ufaransa kujiona kama mtetezi wa haki za binadamu. Ameongeza kuwa msimamo wa Ufaransa kuhusu Israel na uhalifu wa kivita unaofanyika dhidi ya Palestina ni mfano wa wazi wa unafiki huo. Kauli ya Araghchi inakuja baada ya wizara ya mambo ya kigeni ya Iran kumuita kaimu balozi wa Ufaransa mjini Tehran kwa ajili ya kuwasilisha malalamiko rasmi kufuatia matamshi ya Barrot yaliyotolewa mapema Jumapili. Madai hayo yameibuka baada ya filamu ya Iran It Was Just an Accident kushinda tuzo ya Palme d'Or kwenye tamasha la filamu la Cannes, ambapo Barrot alielezea ushindi huo kuwa ni ishara upinzani dhidi ya ukandamizaji. Wizara ya mambo ya kigeni ya Iran pia imelaani kile ilichokiita ni utumiaji wa kisiasa wa tukio la kitamaduni na serikali ya Ufaransa, ikisema Ufaransa imejaribu kutumia tamasha hilo kama jukwaa la kisiasa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika chapisho lake kwenye ukurasa wa X, waziri Barrot alidai kuwa eti filamu hiyo itamsha upya matumaini kwa wapigania uhuru duniani kote, kauli ambayo ni kuingilia wazi masuala ndani ya Iran. Ufaransa inakabiliwa na tatizo kubwa katika nyanja ya haki ya binadamu, ukiwemo ubaguzi wa kimfumo na ubaguzi wa kidini, hasa dhidi ya wahamiaji kutoka Afrika na jamii za Waislamu. Mwisho wa rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio. Jina langu ni Awadh Rashidi.